Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu, popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi pamoja na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na kiujumla ni kwamba yako mengi sana ambayo yamejiri huko, lakini kabla hatujaendelea na hayo, ningependa kutumia nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kuwe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziweka kwenye channel yetu. Lakini pia leo bwana, kuna moja kati ya taarifa kubwa sana ambazo niko nazo hapa mezani kwangu siku hii ya leo. Lakini kabla hatujaendelea na hayo, tutizame tathmini na mwenendo wa msimu wa mwaka 2025-26, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini pia tetesi za usajili zinalindima kwa kasi kwelikweli katika mitandao ya kijamii, huku viongozi wa vilabu na scouting za vilabu zikiendelea kufanya kazi yao kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya uchunguzi wa kina kwa baadhi ya wachezaji ambao wanaziwinda saini zao ili kuja kukamilisha usajili wao kabla ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa, na kupunguza ile pressure ya usajili inayosababisha kupata machaguo ya wachezaji ambayo sio sahihi, wasiokidhi mahitaji ya timu husika kutokana na pressure ya usajili. Sasa tutizame msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wa mwaka 2025-26 japo kwa ufupi, kwa top 5 ya vilabu vitano ambavyo vipo kwenye ile top 5 kwenye NBC Premier League 2025 and 2026. Na Young Africa Sports Club anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 51 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 15, akitoa sare mara 6 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na Simba Sports Club yanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa NBC Premier League na amecheza mechi 21, akishinda mara 13, akitoa sare michezo 7 na akipoteza mechi moja. Ana alama 46, anashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu. Na nafasi ya tatu inashikiliwa na Azam FC, wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa wametoka kucheza michezo 22 na wameshinda mara 11, wametoa sare mara 10, wamepoteza mchezo mmoja hapo jana na TRA United ambapo wamepigwa mabao 4-1, ikiwa ni maajabu kulikweli yakifanywa na Chobwedo ambaye pia anatarajiwa kusign kandarasi ama kutua kuna katika viunga vya wanakundu Simbazi Simba Sports Club. Si kwa ubaya, lakini yako hivyo. Azam FC jana amepoteza dhidi ya TRA United mabao 4-1, na tumeshuhudia balaa lililofanywa na Chobwedo kama nilivyozungumza hapo awali. Lakini alama 43 akishika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wa mwaka 2025-26. Na nafasi ya 4 ni TRA United ambao wametoka kumchabanga mabao 4-1 Azam FC hapo jana. Wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 33, wakicheza michezo 22, wakishinda mara 9, wakitoa sare mara 6 na kupoteza mara 7. Na nafasi ya 5 inafungwa na Singida Black Stars. Wao wanafunga nafasi ya 5 bora wakiwa na alama 32, wakicheza michezo 21, wakishinda mara 9, wakitoa sare mara 5 na kupoteza
mara 7. Ni NBC Premier League kwa top 5 ya vilabu vitano bora ambavyo vipo kwenye rank ya juu mpaka hivi sasa kwenye round hii ya 22. Na hii kwa ufupi tu kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kitizama mwishoni kule unamkuta KMC anashika nafasi ya mwisho mkiani kabisa kule akiwa na alama 9 tu pekee mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 2, akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 16. Na huko nafasi ya 15 akishikiliwa na Tanzania Prisons akiwa amecheza michezo 21, ana alama 14, akishinda mara 3, akitoa sare mara 5 na kupoteza mara 13. Na turejee kwenye tetesi za usajili ambazo zinarindima kwa kasi kweli katika mitandao hii ya kijamii. Yako mengi sana ambayo yamejiri huko, lakini tuzungumze kuhusiana na sakata la ujio wa kocha mpya katika viwanja ama katika viunga vya Twiga na Jangwani pale Yanga FC. Na miongoni mwa taarifa ambazo niko nazo hapa mezani kwangu siku hii hapa ya leo ambazo ni muhimu sana na pia nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu. Tunafahamu ya kwamba Yanga wametangaza rasmi kuweza kuachana na kocha Gonzalez siku chache zilizopita. Lakini pia mara baada ya kuweza kuachana na kocha, wengi waliweza kujiuliza ni nani hasa ambaye atakuja kuirithi mikoba ya kocha ambaye amevunja mkataba ama ambaye amevunjiwa mkataba na uongozi wa klabu ya Yanga. Mpaka hivi sasa bado hakuna taarifa rasmi ya nani atakayerithi mikoba yake, na timu iko chini ya usimamizi wa makocha wasaidizi ambao wameshika hatamu ya kukinoa na kukiongoza kikosi cha Dar es Salaam Young African Sports Club kwa mechi hizi zilizosalia kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Itakuwaje? Je, kocha mpya atasaini kandarasi ndani ya klabu ya Young Africans kabla ya msimu kumalizika au tusubiri mpaka dirisha litakapofunguliwa? Yote haya yako mezani, lakini yako majina ya makocha kadha ambao wamehusishwa na klabu ya Young African Sports Club mpaka hivi sasa. Yuko Fadlu Davis Leya kutoka nchini Afrika ya Kusini ambaye pia amekinoa kikosi cha Simba kwa muda mfupi sana, na yupo kule Misri akikinoa kikosi cha club ya Raja Athletics Club na kinaongoza ligi ya Saudi Pro League kwa sasa. Lakini sanjari na hayo pia yuko kocha wa zamani wa klabu ya Young African Sports Club, hapa namzungumzia Nasruddin Nabi ambaye pia kwa sasa ni free agent kwa maana ya hana team mara baada ya kuweza kuachana na klabu yake ya Kaizer Chiefs. Tunakumbuka mara baada kutoka Young Africans alikinoa kikosi cha AS FAR Rabat kule nchini Morocco na akafanya vizuri kweli. Lakini pia mara baada kutoka huko akatimkia kunako nchi ya Afrika ya Kusini kukinoa kikosi cha Kaizer Chiefs pale wana wa Soweto, na amekinoa kikosi hicho kwa takriban misimu miwili naweza kusema hivyo, ingawaje haijamalizika. Lakini kabla hajaachana na klabu ya Kaizer Chiefs ni moja kati ya klabu ambazo pia amezijenga katika msingi imara. Kwa hivi sasa ninapozungumza na wewe kwenye ligi ya Afrika ya Kusini, Kaizer Chiefs wanashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi ya PSL, na ni kutokana na matunda ya kocha Nasruddin Nabi kwa kazi yake kubwa ambayo alifanya akiwa na msaidizi Cedric Kaza ambaye pia walisaidiana kuweza kukinoa kikosi cha Dar es Salaam Young African Sports Club kabla ya kuondoka kwao. Na tunafahamu moja misingi mikubwa na mizuri na imara ambayo walijenga katika klabu ya Yanga, ambayo mpaka hivi sasa naweza kusema Yanga bado wanatembea kwenye upepo huo, kwa sababu bado wale baadhi ya wachezaji muhimu ambao walipita kwenye mikono ya Nasruddin Nabi bado wanakitimua kuna katika kikosi cha Young African Sports Club mpaka hivi sasa. Kwa hiyo taarifa za awali zinaeleza kwamba Nasruddin Nabi yuko mbioni kuweza kutua kutoka katika viunga vya Twiga na Jangwani kuja kukinoa kikosi cha Young African Sports Club tena kwa mara nyingine tena. Ni taarifa hizi kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika na visivyo rasmi pia vinaripoti kuwa Nasruddin Nabi ni miongoni mwa makocha ambao pia wana probability kubwa ya kuja kutua ama kusaini kandarasi nyingine mpya ndani ya klabu ya Young African Sports Club. Ni haya ambayo nilikuwa nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, na ambayo umekuwa ukitufuatilia kila siku kupitia katika channel yako pendwa ya True Talk. Na kama ilivyoada, ni jukumu langu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha, lakini pia kukusogezea zile info na taarifa zote za kimichezo na burudani na kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Na mimi nikusihi tu kwa kweli ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi
fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Binafsi sina jingine la ziada la kuzungumza, na nikutakia wakati mwema. Bye bye.